Tumsifu Yesu Kristo. Mpendwa mwangazaji kwa sasa kijamii za Radio Maria Tanzania na Facebook Radio Maria Tanzania, ni kukaribisha katika adhimisho la misa takatifu la kumwombea na kumwaga marehemu Padre Bertin Kweka, ambaye alikuwa ni padre wa jimbo kuu Katoliki la Mbeya. Alikuwa akihudumu kama paroko na parokia ya Mtakatifu Petro na Paulo Tukuyu, jimbo kuu Mbeya, hadi unaotumikuta amefariki Jumatatu tarehe 9 Juni 2025 katika hospitali ya kansa ya Samaria Mema iliyopo jimbo na adhimisho la takatifu kutoka kanisa parokia Mtakatifu Andrea Mtume, kanisa kuu la Ifakara, ikiadhimishwa naye mwashamu Sauti Milki Rebena, askofu wa jimbo Katoliki Ifakara. Karibu tumuombee Padre Bertin Kweka, ambaye basi hapa jimbo Katoliki Ifakara tunaadhimisha kumwombea na kumwaga, lakini maziko yakafanyika kule jimbo kuu Katoliki Mbeya siku ya Ijumaa.
Somo la kitabu cha hekima ya sura
sura ya 4 aya ya 7 hadi ya 15. Mwenye haki ingawa amekufa kabla ya wakati wake atastarehe, kwa maana uzee ulio na heshima sio kama kitu chake, ni wingi wa wakati tu, wala kipimo chake idadi ya miaka. Bali ufahamu ni kama mvi kwao wanadamu, na maisha safi ni kama uzee ulio timilifu. Huyo alionekana amempendeza Mungu, akapendwa naye, hata pindi alipokaa katikati ya wakosaji akachukuliwa, naye akahamishwa, ili uovu usimgeuzie nia yake, wala ila isimdanganye roho yake. Mradi usiri wa utukufu ufumba yaliyo mazuri, na uvuruguru wa tamaa upotosha akili zilizonyofu. Huyo alikamilika katika siku chache, akatimiza miaka mingi, na kwa kuwa roho yake ilimpendeza Bwana, akafanya haraka ya kuondoka katikati ya uovu. Lakini kwa habari ya waovu, hao huona, lakini hawafahamu, wala hawatii mioyoni mwao neno hili, ya kwamba neema na rehema zina wateule wake, naye huangalia watakatifu wake. Neno la Bwana. Thank you.
Somo la waraka wa Mtume Paulo kwa Wafilipi sura ya 3 aya ya 20 hadi ya 21. Sisi wenyeji wetu huko mbinguni, kutoka huko tena tunamtazamia Mwokozi Bwana Yesu Kristo, atakayeubadili mwili wetu wa unyonge upate kufanana na mwili wake wa utukufu, kwa uweza ule ambao kwa huo uweza hata kuvitiisha vitu vyote viwe chini yake. Neno la Bwana. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, viuno vyenu na viwe vimefungwa na taa zenu ziwe zinawaka, nanyi iweni kama watu wanaomngojea bwana wao atakaporudi kutoka harusini, ili atakapokuja na kubisha wamfungulie mlango. Heri watumwa wale ambao bwana wao ajapo atawakuta wanakesha. Amin, nawaambieni, atajifunga na kuwakaribisha chakulani, atakuja na kuwahudumia. Na akija zamu ya pili au akija zamu ya tatu na kuwakuta hivi, heri watumwa hao. Lakini fahamuni neno hili, kwamba mwenye nyumba angalijua saa atakapokuja mwivi, angalikesha, wala asingaliacha nyumba yake kuvunjwa. Nanyi jiwekeni tayari, kwa kuwa saa msiodhani ndipo ajapo Mwana wa Adamu. Neno la Bwana.
Wapendwa katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Nilisema hapo mwanzoni, tumekusanyika jioni hii kumsindikiza mwenzetu Padre Ernest Lupeka ambaye mauti amemkuta juzi tarehe 9. Sasa anarudi kwenda kuzikwa, kuwekwa katika nyumba yake ya milele huko nyumbani Iboni, Mbeya. Namshukuru Mungu kwa zawadi ya padre huyo ambaye amehudumia watu wengi huko alipokuwa anafanya utume wake. Tunamwombea Mungu asiangalie mapungufu yake, aangalie ahadi yake, aangalie nia njema ambayo mwenzetu Padre Lupeka alikuwa nayo kwa pembeni. Tutafakari haya tukiongozwa na masomo yetu matatu tuliyosikia hivi karibuni. Somo la kwanza kutoka katika kitabu cha Hekima ya Sulemani, inaongelea mambo ya haki. Anasema mwenye haki ingawa amekufa kabla ya wakati wake atastarehe. Katika maisha sehemu nyingi, urefu wa maisha, miaka mingi ya kuishi, utajiri, kuwa na vitu vingi, mali mingi, akili nyingi, uzuri mwingi na nini, haya yote yanahesabika sana kwamba ni baraka, lakini si lazima kwamba hayo yawe yanampendeza Mungu hivi. Mungu anaangalia kitu kingine, anajali zaidi heshima, utu wema, pendo, haki, uaminifu na vitu kama hivyo. Anasema kwamba huyo alionekana amempendeza Mungu akapendwa naye, na hata pindi alipokaa katikati ya wakosaji akachukuliwa, naye akahamishwa ili uovu ugeuzie nia yake tu. Anaongelea nini? Anaongelea kwamba mara nyingi tunaposhuhudia mtu amekufa mapema, tunamsikitikia, tunamhurumia, hakufaidi maisha, na pengine hata wengine wanadhani kwamba amekosa nini mpaka Mungu amemchukua mapema hiyo. Kwa sababu gani? Anaangalia faidi maisha, lakini mbele ya Mungu ndio ile sentensi, uzee ulio na heshima sio bali ni idadi ya miaka, ila maisha mazuri ndiyo baraka na ndiyo fahari ya mtu mbele ya Mungu. Jaribu kufikiria, mmoja anaishi miaka mingi, lakini ni mtu mtukanaji, mkorofi, mgomvi, hapendi na yoyote, ana faida gani? Au kuna faida gani katika haya? Na mwingine amekufa akiwa bado kijana kabisa. Watu wengi walikuwa wanafaidika na yeye, msaada wake, maneno yake, ushauri wake na kadhalika. Huyo kifo chake kitagusa zaidi kuliko cha yule aliyeishi muda mrefu, lakini mchango wake katika jamii haukuwa mzuri. Kwa hiyo somo hili linatuonya sisi tutafakari zaidi maisha yetu, tukimtizama Mungu, tukiangalia mpango wa Mungu na nia za Mungu. Amempa kila mmoja wetu muda wa kukaa hapa duniani. Ninautumiaje muda wangu wa kukaa hapa duniani? Kujipatanisha na yeye, kutafuta utakatifu, au mimi ni mtu wa konda mbali kufa kwake,
natumia muda wangu kwa ajili ya faida yangu, kujinufaisha, kujistarehesha na kadhalika. Hayo yote yanatafakariwa katika somo hili, kwamba maisha marefu ni mazuri ikiwa katika maisha haya utakuwa unaishi kadiri ya mpango wa Mungu na nia za Mungu. Hapa sivyo ni matatizo makubwa, na kwamba hata wale waliokufa wakiwa wadogo wachanga bado ni baraka kwa Mungu, kama katika kipindi chao kifupi waliishi wakifuata mpango wa Mungu, waliishi wakiwa na hofu ya Mungu. Hayo yote yanaleta baraka. Anasema tena kwamba pengine kufa mapema ni baraka ya Mungu, ni mpango wa Mungu kumuondoa katika matatizo katika dunia hii yenye vurugu nyingi, isije dunia ikamzidi ikamharibu maisha yake, akaja akapotea na mwisho wake akawa tena hana msimamo mzuri. Ndugu zangu, kila tunaposhiriki katika nafasi ya kusindikizana kama hii, ni nafasi ya kuingia zaidi katika maisha yetu, katika mioyo yetu, na tujiwekee tafakari bila kujihurumia. Maisha yangu yakoje? Itakuwaje zamu yangu itakapofika? Itanikuta nimekesha au bado nimejisahau? Sisi urithi wetu ni mbinguni, hapa duniani tunapita tu. Lakini katika mbinguni tunataka jitihada. Biblia inatuambia namna hii, ingieni katika kupitia mlango mwembamba, kutopokesha na vitu vya mtindo huu. Hayo yote yanatuonyesha kwamba lazima tufanye jitihada ya kufika mbinguni. Msaada wetu katika Bwana. Daima tunapomweka yeye mbele yetu, kupitia sala zetu, kupitia tafakari zetu, sisi tunakuwa tumejiunganisha na Mungu na kujiwekea akiba ya kudumu kule mbinguni, akiba ambayo haitanyang'anywa na chochote, wala kuharibiwa na kitu chochote, wala sikutu wala kuadhibu, kwa maana iko mahali salama. Tuzidi kumwomba Mungu kwa ajili ya marehemu wetu David Koika, amsamehe makosa yake na mapungufu yake ya kibinadamu, aangalie jitihada zake pale alipokuwa kufanya utume wake katika kupitia kubatiza, kugawa sakramenti mbalimbali, hiyo namna yake alikuwa anafanya. Mungu amsamehe na Mungu amlipe kama alivyotuahidia, kama Mungu wetu amesema alivyomwahidia Ibrahimu na kizazi chake tangu awali. Alituahidia nini? Kwamba yeyote yule anayejua, anayempenda, anayemtumikia atakaa naye milele. Hivyo hiyo kwa baba yetu anapenda, na yeye alikuwa mwombezi wetu sisi wote. Tumsifu Yesu Kristo. Simame peleke maombi. Ndugu zangu, tumuombe sasa Bwana wetu Yesu Kristo aliyeshinda mauti kwa ufufuko wake na kukaa sasa katika utukufu wa Baba yake. Kwa ajili ya baba yetu Kweka, Bwana umwondoe katika giza la mauti na kumwingiza katika nuru ya ufufuko wako. Bwana, kwa ajili ya ndugu zetu wote wafiwa wanaomboleza kifo cha baba yao Kweka, watulize kwa tumaini la kuonana naye tena huko mbinguni. Bwana, kwa ajili ya ndugu zetu wote marehemu na pia marehemu wale waliosauliwa na ndugu zao, Bwana, wahurumie, wajalie wapumzike kwa amani pamoja nawe katika utukufu wa Baba. Bwana,
kwa ajili yetu sisi sote tuliokusanyika hapa kumsindikiza ndugu yetu katika mazishi haya, utujalie kudumu siku zote katika neema, ili siku utakapotuita tuweze kupokelewa nawe, Bwana. Kwa ajili yetu sisi sote tuliokusanyika hapa kumkumbuka na kuombea ndugu yetu kwa adhimisho hili la Ekaristi Takatifu, fungua macho yetu tukutambue tunapoumega mkate, tujalie kudumu uaminifu katika maisha yetu, Bwana. Naomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu.
Salini ndugu, ili sadaka yangu na yenu ikubalike na Mungu Baba Mwenyezi. Ukiomba rehema yako kwa ajili ya wokovu wa
fumbo la imani. Kwa hiyo Bwana, unapoadhimisha ukumbusho wa mateso ya mwanao yaletayo wokovu pamoja na ufufuko wake wa ajabu na kupaa kwake mbinguni, na tunapotazamia ujio wake wa pili, tunakutolea kwa shukrani sadaka hii iliyo hai na takatifu. Tunakuomba uniangalie matoleo ya kanisa lako na wakutatwalie yaliyo kafara ambaye hutaka kutuliza kwa sadaka ya kifo chake. Tujalie sisi tunaotoa Mungu kwa mwili na damu ya mwanao na kujazwa Roho wake Mtakatifu, tupate kuwa mwili mmoja na roho moja. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka timilifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako. Kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri mama wa Mungu na Mtakatifu Yosefu mume wake Bikira na mitume wako wenye heri na mashahidi wako watukufu, pamoja na Mtakatifu Andrea mtume msimamizi wa parokia yetu, na watakatifu wote ambao wanategemea kupata daima msaada wa maombezi yao mbele yako. Tunakuomba Bwana, huyu aliyekafara mafundisho yetu alete amani na wokovu duniani kote. Upende kuimarisha katika imani na upendo kanisa lako tunalosafiri hapa duniani, pamoja na watumishi wako Baba Mtakatifu wetu Leo wa 14 na askofu wetu Faustini Filina, pamoja na maaskofu wote, wazee wote na watu wote tunaowafanya kuwa kanisa lako. Usikilize kwa wema sala ya jamani iliyoita hapa mbele yako. Ee Baba Mtakatifu, kwa huruma yako wakusanye kwako wanao wote waliotawanyika kote duniani. Ukumbuke mtumishi wako Padre Kweka, niliita kwako kutoka duniani. Ujalie kwamba yeye ambaye alishirikishwa kifo cha mwanao kwa ubatizo alikadhalika ashiriki ufufuko wake, siku ambapo atawafufua wafu katika dhambi yao kutoka ardhini. Hapo atawafananisha mwili wa unyonge wetu na mwili wa utukufu wake. Pia wapokee kwa wema katika upande wako ndugu zetu marehemu na wote waliowatangulia wakiwa wametueleza. Nasi tunatumaini kufika katika ufalme huo, ili pamoja tushiriki milele kwa utukufu wako. Ndipo tutakapofuta kila chozi katika macho yetu, maana kwa kukuona wewe Mungu wetu kama ulivyo, tutafanana nawe milele yote na tutasifu bila mwisho. Kwa jina
amani na waachilieni, amani yangu nawapa. Msitazame dhambi zenu, ila tu imani ya kanisa lako. Tende kuijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, inayeishi na kutawala milele. Amani ya Bwana iwe nanyi. Mpeane amani.
Tumsifu Yesu Kristo. Raha milele tumpe Bwana. Apumzike kwa amani. Basi tena jioni napenda kuchukua nafasi hii kwa namna ya pekee kumshukuru Baba Mhashamu pamoja na ninyi wote ambao wamekuja hapa kwa ajili ya kumwombea na kumsikiliza ndugu yetu Padre Petra katika safari yake ya mwisho. Ninawashukuru na ninawashukuru kutoka moyoni kwa sababu sikutegemea kwamba watu watakuwa wengi namna hii. Asanteni sana na Mungu awabariki sana. Basi jioni hii tumesali pamoja na ndugu zetu kutoka jimbo kuu la Mbeya. Hapa mbele kuna mapadri wawili ambao wamekuja kuchukua mwili wa huyu ndugu yetu. Basi kwa nafasi hii ya pekee ningependa kumkaribisha mmoja wao kama ana neno lolote la kusema mbele ya laiki kama kanisa. Tumsifu Yesu Kristo. Mhashamu mpenda sana baba yetu Salvatore Sidena, wapendwa sana mapadre, wafrateli, watawa, Wakristo wapendwa na watu wote wenye penzi mema mliofika hapa, tumsifu Yesu Kristo tena. Kwa maana ya pekee sana napenda kumshukuru baba yetu mpendwa sana Mhashamu kwa namna ya pekee sana ya uchungaji wake. Alionyesha watu wa Mbeya, hasa kumtunza baba Padre Eti Mkweka alipokuwa mgonjwa. Ameonyesha upendo na moyo wa pekee wa uchungaji mwema, kumwongoza polepole hata mgonjwa mpaka alipomkabidhi Kristo. Asante sana baba. Mpendwa Paroko Norbert na wenzako, tunashukuru sana kwa kumjali mgonjwa wetu, kwa kumtunza muda wote aliokuwa anahudhuria hapa. Mlimtengenezea chumba kizuri sana na kumfariji, mkamwekea TV awe anaona anafarijika katika mahangaiko yake. Baba Paroko na wenzako, nasema asante sana. Mapendo mapadre wa Ifakara mjombo hapa, najua namna nyingine au moja mlichangia kumfariji padre. Nawashukuru sana kwa moyo wenu wa upendo. Mungu awazidishie baraka tele. Wapendwa wa Kristo ambao mliguswa kumuona padre, wengi mlimfariji na kupa pole, nawashukuru sana kwa upendo wenu. Kwa kweli, kwa niaba ya askofu mkuu wa jimbo la Mbeya na mapadri wa Mbeya, tunasema asanteni sana. Nyinyi wa shukrani kwa moyo wenu mwema ulio mfano wa kuiga. Asanteni sana. Asante sana padri. Nilisema wamekuja wawili, lakini kati ya mapadri hapa kuna mapadri watatu wa Mbeya. Mmoja ni yule aliyekuwa na muuguza Baba Chenero, na wewe pia nakushukuru sana. Pamoja na Chenero, napenda kuwashukuru mapadri wote na mnifikishie salamu zangu kule kwamba waliokuwa wanakuja hapa kwa ajili ya kumuuguza mgonjwa wote waamini, mnaweza mkawa mashahidi, walikuwa wananisaidia pia kuchungaji. Ninawashukuru kwa kazi kubwa, kazi nzuri na iliyotukuka ya kutusaidia pia katika shughuli za kichungaji. Asanteni sana, na namalizia kwa kusema tena poleni kwa msiba. Ni msiba wetu wote, tumesikitika, tunaendelea kusikitika, lakini basi masikitiko yetu yabaki katika sala ya kumwombea ndugu yetu aweze kupumzika kwa amani. Raha milele tumpe Bwana, apumzike kwa amani. Kwa nafasi hii basi napenda kumkaribisha Baba Mhashamu kama atakuwa na neno lolote la kusema aweze kuongea nasi. Baada ya hapo atuongezee ibada ya kumaliza pamoja. Baba, karibu sana. Kristo maendeleo neno hilo
ya urefu. Ndio maana tunaomba pole sana kwa msiba huu. Tunawatakia nguvu ya Mungu, uvumilivu na moyo mkuu ili hiki cha majonzi pamoja. Poleni sana. Tunawatakia safari njema na kurudi iko salama na shughuli za maziko yaende vizuri na mkamilishe salama. Sisi kwa upande wetu tunatoa neno la shukrani kwa sababu mlitukimbilia katika magumu, na sisi tukaona kwamba nafasi yetu ya kuwapokea familia wenzetu, ili pale wenzetu tuliona kwamba inaweza kuwa hata kikombe chake anaonekana akaenda kuingia sehemu nyingine na lolote likamfanya. Kwa hiyo haya tunafanya kujiamini kwa nguvu zetu zote, tulijua kwamba tunatoa huduma kwa wenzetu kujali utume wake na kipindi yake. Na kama alivyosema Paroho, tunashukuru sana mapadre wote waliofika, wamekuwa pia msaada mkubwa sana uchungaji jimbo la Ifakara. Sisi Mungu atuendelee kutembeleana, tuendelee kufahamiana na Mungu azidi. Tumsifu Yesu Kristo. Tusimame kwa sala ya Bwana. Leo tunamsikiliza ndugu yetu katika safari yake ya mwisho hapa duniani. Mungu alimpa maisha ya duniani na sasa amepita ili ampe maisha ya mbinguni yasiyo na mwisho. Mwili wake tutauweka ardhini kama mbegu ya mwili utakaotukuka, na roho yake iingie katika raha ya mbinguni. Kwa kuomba Bwana umpokee huyo yetu katika uzima wa milele na utawala wako, apate furaha isiyo na mwisho na kukaa miongoni mwa watakatifu wote milele na milele. Baba yetu uliye mbinguni, Salamu Maria, atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. sasa tupeleke ndugu yetu. Tunatumaini kuwa siku moja tutakutana naye katika uzima. Amen.
ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Tukuze Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Raha ya milele umpe Bwana, na mwanga wa milele umwangazie. Apumzike kwa amani. Amina. Raha ya milele umpe Bwana, na mwanga wa milele umwangazie. Apumzike kwa amani. Amina. Raha ya milele wape Bwana, na mwanga wa milele uangazie. Apumzike kwa amani. Amina. Bwana awe nanyi. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Misa imekwisha, nendeni na amani. Tunatakia safari njema. Mpendo wa mfuatiliaji wa kurasa za kijamii za Radio Maria Tanzania, ikiwemo Facebook Radio Maria Tanzania, ni kushukuru kwa kushiriki kwa pamoja katika adhimisho la misa takatifu la kumwombea na kumwaga marehemu Padre Bertin Kweka wa Jimbo Kuu Katoliki la Mbeya, ambaye mpaka anafariki dunia alikuwa ni paroko wa parokia Watakatifu Petro na Paulo Tukuyu, Jimbo Kuu Katoliki la Mbeya, ambapo amefariki dunia tarehe 9 siku ya Jumatatu, na alikuwa akipatiwa matibabu katika hospitali ya Msamaria ya kansa ya Msamaria Mwema iliyopo hapa Jimbo Katoliki Ifakara, inajulikana kama Kudi Samaritan Cancer Hospital. Adhimisho misa takatifu limeadhimishwa na Mwashamu Sautoros Melchior Libena, askofu wa Jimbo Katoliki la Ifakara, ambapo basi wameshiriki mapadre mbalimbali kutoka hapa Jimbo Katoliki Ifakara, ikiwa ni sehemu ya kumwombea na kumwaga marehemu Padre Bertin Kweka. Hivyo basi tuendelee kumwombea marehemu Padre Bertin Kweka, ambaye atapumzishwa katika nyumba yake ya milele siku ya Ijumaa huko Jimbo Kuu Katoliki la Mbeya. Lakini tuendelee kuombea wana Jimbo Katoliki la Mbeya, akiwemo Mhashamu Askofu Mkuu Gervas Nyaisonga na askofu msaidizi asikuweza kupokea msiba huu kwa moyo mkuu, na tuendelee kuombea ili waweze kupata faraja. Lakini tukumbuke kumwombea marehemu Padre Bertin Kweka, lakini tuombe pia marehemu wote, tukitambua kwamba sisi sote ni wasafiri hapa duniani. Langu jina ni Radio Maria, Jimbo Katoliki Ifakara.